Wanawake oye! Nipongeze wanaume wote walioshiriki kwa njia moja au nyingine wiki nzima na walioko hapa uwanjani kwa kutunga mkono kwa kiasi kikubwa. Lakini pia niwashukuru na kuwapongeza vikundi vya burudani kwa kuwa nasi wiki nzima na hata leo hapa uwanjani. Wanahabari wetu, asanteni sana. Mmekuwa nasi wiki nzima. Kabla wiki nilikuwa kila nikitizama baadhi ya TV wanaweka namba kuelekea kilele cha wanawake duniani, bado siku 8, bado siku 5 mpaka leo imefika. Na washukuru sana wanahabari wote. Lakini nipongeze pia viongozi wa dini na niwashukuru sana kwa kuwa nasi bega kwa bega. Tunashukuru sana. Ndugu zangu, niungane na maneno aliyotuambia Baba Askofu Isaac Amani kwamba harakati za ukombozi wa mwanamke duniani zilianza muda mrefu sana, na ametupa historia nzuri hapa na tunakushukuru kwa elimu uliyotupa leo. Lakini kwa hapa kwetu Tanzania zilianza hata kabla ya mkutano wa Beijing, ambapo wapo kina mama hodari waliojitokeza katikati ya mifumo dume na kupaza sauti zao kupinga mila na desturi zilizomkandamiza mwanamke. Mwaka huu tunaadhimisha siku ya mwanamke duniani, ikiwa sio tu miaka 30 tangu kutolewa kwa tamko la Umoja wa Mataifa kule Beijing lililoweka misingi ya utekelezaji wa haki kwa mwanamke na mtoto wa kike, bali pia tukitimiza miaka 10 ya uwepo wa maendeleo au malengo ya maendeleo endelevu na miaka 5 ya jukwaa la kizazi chenye usawa. Hivyo hii ni fursa ya kutathmini mafanikio tuliyopata. Hatua zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba kila msichana na mwanamke hapa nchini anapata nafasi ya kufikia ndoto zake. Ni vyema tungane pamoja katika kuhakikisha kwamba mabadiliko tunayohitaji yanapatikana. Ndugu zangu, binafsi nilibahatika kushiriki mkutano ule na nilivutiwa sana kusikia kwa wakati ule kwa mkutano huo wa kihistoria unaongozwa na mwanamama shupavu kutoka Tanzania, Balozi Gertrude Mongella. Kupitia uongozi wake, Tanzania ilitoa mchango stahiki na kuwasha mwenge wa matumaini ulioleta mageuzi makubwa kwenye haki za wanawake na mtoto wa kike kote ulimwenguni. Tunampongeza sana tena sana kwa mchango wake mkubwa ule. Leo hii miaka 30 baadaye, pamoja na matamko mengine ya kimataifa, nafurahi kusema kwamba hatua mbalimbali za kisera na kisheria zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa katika kupambana na mila kandamizi na ubaguzi kwa mwanamke na mtoto wa kike. Watanzania wake kwa waume waliunga mkono maamuzi na hatua mbalimbali za kumwezesha mwanamke katika kipindi chote hicho, hali iliyowezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa katika usawa wa kijinsia. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ina mnasaba mkubwa sana na matamko yale ya kimataifa. Kauli mbiu yetu inasema wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Hivyo hotuba yangu itajielekeza katika jitihada mbalimbali zilizofanyika kutekeleza azimio la ulingo wa Beijing, malengo ya maendeleo endelevu SDGs na jukwaa la kizazi chenye usawa. Na mtiririko wangu utakuwa kama ulivyo kwenye malengo endelevu yale ya SDG. Lengo la kwanza kwenye mpango ule ni kupunguza umaskini au kuondoa umaskini. Kwa upande wetu Tanzania, mpaka tunafanya tathmini ya mpango wa 3 wa maendeleo katika vision yetu ile kubwa ya miaka 25, mpaka tunafanya tathmini ya mpango wa 3 wa maendeleo, tayari tulishapunguza umaskini kwa kiwango cha 26% kutoka kiwango kilichokuwa wakati tunaanza utekelezaji wa vision.
Sasa huo ulikuwa mwaka 2015. Sasa pamoja na jitihada zilizochukuliwa leo, hatushuki kwenye 30%. Lakini eneo la pili ni eneo la kuondoa njaa. Hili ndio lengo la pili la SDG, na kwa upande wa kuondoa njaa Tanzania kitaifa tumeshaondoa njaa kwa 100%, na katika lengo la kujitegemea kwa chakula Tanzania tunajitegemea kwa chakula kwa 128%. Sasa kilichobaki ni mtu mmoja mmoja na jitihada zake kuhakikisha kwamba habaki na njaa au halali na njaa. Lengo la tatu katika mpango ule ilikuwa ni suala zima la afya. Na kwa upande wa swala la afya, ndugu zangu, kwa upande wa afya tumepiga hatua kubwa sana, hasa kwenye maendeleo ya miundombinu. Nyinyi mnatambua kwamba serikali yenu imejitahidi kujenga miundombinu ya afya nchi nzima katika kila ngazi, kuanzia zahanati, hospitali za kata, hospitali za wilaya, hospitali za mikoa na hospitali za rufaa. Lakini sio tu kujenga miundombinu, pamoja na miundombinu au vifaa vya matibabu na vifaa vingine vinavyotakiwa. Lakini lililoambatana na hilo ni suala zima la kukuza ujuzi na utaalamu. Amesema hapa Paul kwamba katika maonyesho yaliyofanywa hapa, wataalamu wetu wameweza kujua mtoto aliye tumboni ana tatizo la moyo. Wameweza kujua, zamani haikuwa hivyo. Tanzania hii sasa tunafanya matibabu mengi ambayo zamani tulikuwa tukipeleka nje. Kwa hiyo kwa upande wa afya nalo tumepiga hatua kubwa sana. Mheshimiwa Rais, maadhimisho ya kitaifa mwaka huu yamekuwa ya kipekee kwa ukubwa, kwani serikali ulielekeza tushirikiane na sekta binafsi katika kufanya mambo yetu ili tusiwaache nyuma, maana wamekuja kutuunga mkono. Tumetekeleza hilo. Mheshimiwa Rais, tumeshirikisha sekta binafsi kwa upana zaidi, na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi nilimteua kutoka sekta binafsi hiyo hiyo ambaye ni Mama Makini Sara Masasi, mkurugenzi wa kiwanda cha kusafisha dhahabu Geita GGR. Akasema kwa Samia Suluhu Hassan Daktari, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naweka kiwanda changu likizo kwanza nikafanye hii kazi. Nani kama wanawake amefanya kazi hii na kamati yake ambayo iko hapa. Hivyo ushirikiano huu umeongeza nguvu na kutuwezesha kuadhimisha kuanzia ngazi ya kanda ambazo tumeratibu makongamano ni kanda 7 kuanzia tarehe 1 hadi 6. Mheshimiwa Rais, hii kauli mbiu yetu hapa imebebwa na kanda zote kwamba wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Lakini huko kwenye kanda zetu 7 kulikuwa na mada tofauti zilizogusa makundi mbalimbali ya wanawake na zilizozingatia kutatua vikwazo na kuainisha fursa za kiuchumi katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, msaada wa kisheria uliotolewa hapa na kifaa ulichokinunua cha kupima na kutambua kama mwanamke mwenye ujauzito mtoto wake ana changamoto ya moyo imewasaidia sana wananchi wa mkoa wa Arusha. Wakina mama wengi wamepata kipimo, na baadhi ya wakina mama wengine wajawazito wamegundulika kwamba wanazo hizo changamoto, lakini madaktari wamewapa maelezo, wamewapa utaratibu, na tuna uhakika kwamba ni katika ndoto yako ya kupunguza vifo vya mama na watoto, hasa kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa ajili ya Wizara ya Sheria na Katiba. Tunakushukuru sana kwa ajili ya wizara zote, lakini nilikuwa na ombi moja tu kwenye Wizara ya Sheria na Katiba. Mheshimiwa Rais, migogoro mingi iliyokuwepo hapa tuliokuja kuiona tangu walipoanza tarehe 1, wamefanya kazi kubwa ya kuwasaidia wananchi, lakini nimekuja kugundua tunahitaji kushirikiana na Tanganyika Law Society. Wanasheria walioko kwenye chapter Tanganyika Law Society katika mkoa wetu wa Arusha wako takribani ya 882. Wanasheria hawa, Mheshimiwa Rais, ukiridhia wakaingia kazini tukawawezesha japo kidogo tu, ninakuhakikishia
kabla ya mwezi wa 9 mwaka huu hakutakuwa na mgogoro ndani ya mkoa wetu unaotokana na matatizo ya kutokuelewa sheria. Wananchi wengi hawana uwezo wa kumlipa mwanasheria, lakini pia wanadhulumiwa kwa sababu ya kutokuelewa sheria. Kesi hizi zikishirikiana kati ya serikali na ndugu zetu wa Tanganyika Law Society na ukawapa kiposho kidogo, kwa sababu wako vijana wengi waliotoka masomoni wamesoma lakini hawana uwezo wa kuweza kugharamikia. Nina uhakika Mheshimiwa Rais tutamaliza na kuondoa katika changamoto zote. Kwa jina naitwa Mwasiti Ahmadi Selemani, ni mtumishi makao makuu ya magereza, ofisi ni mtunza kumbukumbu. Kwanza kabisa namshukuru Mungu, safari yetu kutoka Dodoma makao makuu ya magereza kuja mkoa wa Arusha kwa ajili ya kuja kusherehekea siku ya wanawake duniani. Pia tunamshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuhamasisha wanawake kujiamini katika nafasi zetu, tusiwe waoga, tujiamini na vile vile tusikwepe majukumu ambayo tunashughulika nayo kwenye vitengo vyetu vya kazi zetu za kila siku, pia na kulinda jamii ambayo imetuzunguka na tusikubali watoto wa kike kunyanyasika. Kwa kweli tumefurahi na hatuna mengi zaidi. Tunamshukuru Mungu na tunamwomba Mungu aturudishe salama kwenye maeneo yetu ya kazi, tukafanye kazi kwa ajili ya faida na vile vile tuwahamasishe wanawake wenzetu ambao hawakubahatika kuja Arusha. Tutawapelekea ujumbe na nadhani kwenye vyombo vya habari wamepata taarifa jinsi ilivyofana. Na vile vile namshukuru Mungu kuzaliwa mtoto wa kike. Nimefika Arusha.